Kwa msimu huu wa Pasaka si wa kidini tu, bali ni tukio la kitamaduni ambapo kando na tafakari za kiroho, watu wengi sana hupata nafasi ya kufanya mikutano pia ya kifamilia na pia kupata nafasi ya kuweza kutembelea mbuga za wanyama ili kuweza kujifurahisha. Mwanahabari wetu Hezbon Magangi ametuandalia makala maalum huku akiangazia umuhimu wa siku za Pasaka humo nchini Kenya. Hebu tuisikize. Sikukuu ya Pasaka nchini Kenya sio tu sikukuu ya kidini, bali ni tukio kamili la kitamaduni. Ijumaa Kuu maarufu kama Good Friday ni sikukuu haswa kwa Wakristo ambao ni sehemu kubwa ya idadi ya Wakenya. Kwa kawaida huwa kuna mchanganyiko mzuri wa tafakari ya kiroho, mikutano ya familia, safari za barabarani, karamu, na hivyo basi msimu huu wa Pasaka unashikilia nafasi maalum katika mioyo ya Wakenya wengi. Iwe uko ndani kabisa kijiji au katikati ya jiji, hisia hubadilika wikendi ndefu ya Pasaka inapokaribia. Nchini Kenya, Pasaka inaadhimishwa na wikendi ya siku 4, Ijumaa Kuu, Jumamosi Kuu, Jumapili ya Pasaka na Jumatatu ya Pasaka. Hizi ni sikukuu rasmi za umma na biashara nyingi hupungua au kuzima kabisa. Shule zinafungwa, makanisa yanajaa na mabasi yanajaa, Wakenya wakielekea mashambani au ufukweni. Sio tu wakati wa kupumzika, pia ni wakati wa kuvuta pumzi. Watu wanaofanya kazi na kuishi Nairobi au miji mingine mikuu hutumia fursa hiyo kurudi nyumbani kwa mizizi yao. Makanisa yote kote nchini huwa na ibada maalum. Baadhi hata huigiza hadithi za kusulubishwa kupitia michezo ya kuigiza. Kwa wengi ni nafasi ya kutulia na kutafakari maana ya kina ya dhabihu na ukombozi. Siku ya Jumapili hisia hubadilika sana, kutoka kwa tafakari ya utulivu hadi sherehe ya furaha. Baada ya kanisa ni wakati wa kusherehekea, huku familia zikikusanyika karibu na meza zilizopakiwa chapati, pilau, nyama choma, ugali, kuku kaanga na zaidi. Vinywaji baridi hutiririka na vicheko na hadithi huwa ni kitu cha kawaida. Jumatatu huwa kuna utulivu zaidi, lakini bado ni muhimu. Kwa wengine ni siku ya kupumzika na kupona kutoka kwa shughuli za wikendi. Kwa wengine ni sauti ya mwisho, nafasi ya safari za mwisho za barabarani, matembezi au tafrija na marafiki. Mbuga, ufuo na vijia vya asili huona msongamano wa watu wanaojaribu kupata vinono vyote vinavyokuja na wikendi ndefu. Wengine wanaweza kupanga ziara za hisani kwa nyumba za watoto au hospitali. Ni ukumbusho kwamba zaidi ya sherehe, Pasaka pia inahusu huruma na kutoa. Utalii wa ndani pia huongezeka wakati wa Pasaka. Nyumba za kulala wageni na hoteli huja haraka. Nafuu zina shughuli nyingi. Waziri wa utalii Rebecca Miano aidha amesema kuwa sikukuu ya Pasaka ni wakati mwafaka wa watalii wa ndani ambao ni wa Kenya kusafiri na kugundua utajiri ulioko kwenye sekta hiyo. We are all open billboards and each one of us can play a role in promoting our great country to be the best destination that it is, because it offers quite unique
tourism products to the world. And I am convinced that together we have better days ahead for our tourism sector. Domestic tourism is devolved under the Constitution, but we have a strong partnership with the counties to map out the products that they have, and so that we can market together, because it is in such partnerships that tourism will thrive. Kwa sababu ya mchanganyiko wa mila, Wakenya husherehekea Pasaka kwa njia tofauti kulingana na eneo, tamaduni na imani za kibinafsi. Katika baadhi ya jamii za mashambani, Pasaka inatia ndani nyimbo za kitamaduni na ngoma. Lakini kote, mada za imani, upendo na familia hushamiri na hufunga kila kitu pamoja. Nikiripotia mawimbi ya habari, runinga ya Akisi, jina langu ni Hesbon Magange.